Yeah. Niko mbele zako leo kama nabii wa rufaa, the supreme prophet, major prophet of appeal. Leo bwana nimekuja na ujumbe wa mwaka 2026. Bwana ameniambia kitu cha ajabu sana kuhusu 2026. Ameniambia nikwambie 2026 kwa kanisa, the year of the open eye. It's the year of the open eye. Yani 2026 ni mwaka wa kufunguliwa jicho la moyo. Waefeso 1:18, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Kwa hiyo kama ni mwaka wa kufunguliwa jicho la moyo, maana yake nini? Maana yake kwa kanisa it will be called the year of the open eye. Jicho la moyo. Kwa nini? Niliona watu wengi sana macho yao yakifungwa. Kwa sababu Bwana aliniambia kwa dunia itaitwa mwaka wa dunia ndani ya gunia. Yani mwaka wa dunia ndani ya gunia. Hii dunia ambayo unaiona inaenda kuingia kwenye gunia. Lakini pia akaniambia ni mwaka wa gunia ndani ya dunia. Sasa sentensi mbili ndio mara kwanza ndio pop, mwaka wa dunia ndani ya gunia. Yaani dunia hii yote ilishikwa ikaingia kwenye gunia. Lakini pia nikaona kitu kingine cha pili, nikaona gunia limesimama juu ya dunia. Kwa akaniambia patakuwa pana mbili, patakuwa pana dunia hii itaingia kwenye gunia, lakini pia patakuwa pana gunia ambalo limewekwa juu ya dunia. Wait a minute, gunia ni kitu gani sasa? Kwa sababu akaniambia ni mwaka wa dunia ndani ya gunia, akaniambia ni mwaka wa maombolezo makuu, mwaka wa great lamentations. Lakini pia akaniambia ni mwaka wa watumishi ambao walikuwa akiba ya Mungu kufunguliwa. Sababu kazi ya gunia ni akiba. Kwa hiyo ni mwaka wa kuishi maisha ya akiba. Sababu kuna jambo ambalo linakuja 2026 ambalo ni jambo zito kidogo kwa dunia. Kwa hiyo Mungu ananiambia niwaambie watu waanze kuweka akiba. Waanze kuandaa magunia. Magunia. Anza kuandaa magunia. Kwa sababu 2026 utavaa gunia. Niliona familia nyingi zikivaa gunia, roho ya maombolezo ilikaja ya dunia. Lakini kuna watu wengine ambao walikuwa na hekima ya Yusufu, kwa sababu Yusufu alikuwa ni gunia la Misri. Na kuombea kwa jina la Yesu, Bwana akufanye uwe gunia kwa familia yako. Kwa sababu watu wengi wajua kwamba Yusufu alikuwa ni gunia. Yes, Yusufu alikuwa ni gunia. Wanafikiri ilikuwaje? Alikuwa ni gunia kwa sababu ndugu zake walivomtupa, Mungu aliruhusu ndugu zake wamtupe ili akawekea akiba kule. Kwa 2026 kuna watumishi ambao walikuwa hawajulikani, walikuwa kwenye gunia, mtaona wakiwa juu ya dunia. Wait a minute, ni kama Yusufu, ni mtumishi ambaye alikuwa amefichwa kwenye gunia. Alifichwa gerezani, alifichwa kwenye shimo. 2026 ni mwaka ambao Mungu anaenda kuwatoa watumishi ambao aliwaweka akiba. Usiingie ndani ya dunia kama gunia. Dunia ilifunguka, wakina Kora wakazama, pumzi ikafunga. Dunia inaweza ikawa gunia ikakumeza, lakini pia wewe unaweza ukawa juu ya dunia kama gunia ukalisha maelfu kama Yusufu. Nami nakuombea kwa jina la Yesu, Mungu akubariki. I wanna see you 2026. Na leo hii tarehe 13 mwezi wa 5, Mungu ameniambia 2026 inaanza leo. Happy New Year 2026. Happy New Year 2026. Heri mwaka mpya 2026. Na imeanzia hapa Singida. Wow. God bless you. Nimeona malaika 2026 ameshuka na akaniambia utaanza kuona 2026. 2026 imeshaanza. Sasa hivi saa ngapi bwana? Sasa hivi saa 11:26. Saa 11:26. It's very much prophetic. Saa 11:26. Heri mwaka mpya 2026. I love you guys. Happy New Year 2026. See you there. Amen.